Wanaume wa kijiji cha Lupalilo wilayani Makete mkoani Njombe wameiomba Tume ya Haki za Binadamu na Utawala Bora kutoa elimu kwa wanawake wa kijiji chao wakidai kupigwa na wake zao. Takriban watu 18 wakiwemo watoto 9 wameuawa katika shambulio la kombora lililofanywa na Russia kwenye eneo la makazi katika mji wa Cliviri. Na katika michezo, mashabiki wa Mbeya City wametamba kuichakaza timu ya Simba kwenye hatua ya robo finali ya michuano ya CRDB Bank Federation Cup katika uwanja wa KMC Complex Mwenge jijini Dar es Salaam. Na mtazamaji, hujambo, ni kukaribisha katika habari ya kutwa nzima ya leo, ambapo tutakuwa nami Lulu Ali, lakini katika upande wa michezo na burudani tutakuwa naye winga Teleza Witnessingalawa ambaye atakuja kukupasha zaidi katika upande huu wa michezo na burudani. Kwa wakati huu, karibu sote. Na tukianzia huko mjini Dodoma, Rais Samia Suluhu Hassan amezindua jengo la makao makuu ya mahakama ya Tanzania jijini Dodoma, jengo ambalo limeweka rekodi kuwa la 6 kwa ukubwa duniani miongoni mwa majengo ya mahakama, la kwanza barani Afrika. Mwandishi wetu Roda Simba anatujuza zaidi. Huko mkoani Njombe, baadhi ya wanaume wa kijiji cha Lupalilo wilayani Makete mkoani Njombe wameomba Tume ya Haki za Binadamu na Utawala Bora kutoa elimu kwa wanawake wa kijiji hicho, kidai kumekuwepo na vitendo vya baadhi ya wanawake kuwapiga wanaume zao. Michael Patrick kutoka Makete, Njombe, anaeleza. Wanaume hao wameomba elimu itolewe kwa wanawake ili kulinda haki zao na kuzuia kuongezeka kwa vitendo hivyo. Tunashukuru kwa kupata semina hii ama darasa hili. Nikimaanisha labda mimi napigwa nyumbani na mke wangu. Sasa jinsi nilivyo mimi na mwili nyumba kifua mlima, nikienda kuchitaki unaona anakuambia na wewe umepigwa. Sasa nikipigwa tena mara ya pili nadhani nitaenda kwenda kule tutakuwa sina. Ndipo nitaanza kuchukua maamuzi mengine. Sasa hiyo si sawa. Tunaomba mtuombee msaada kwa wao wanawake wasiwe wanatupiga. Mimi sikitiko langu ni kwamba kwa upande wa wanawake tunapigwa sana mitaani. Alafu kienda ofisini unawekwa ndani mwanaume. Kwa hiyo tumeshindwa ujanja, tunaogopa hata kusema. Wanasema kwa nini upigwe na mwanamke? Hata hivyo, mkutano huo pia ulitawaliwa na hoja ya mgogoro wa ardhi unaomhusisha mkazi wa kijiji hicho Tumaini Alfred anayeshutumiwa na wananchi kwa kuziba njia ya umma. Nilipozuia wapi? Mbona mimi nilikuja kwenu ili eneo mimi mnajua kabisa nimenunua. Kinachoendelea nyuma hili mimi sielewi kwa sababu mpaka saizi mimi hati yangu sijapewa. Wao walikuwa na mradi. Sasa ionekana mradi ule inatakiwa uwe karibu na kwenye eneo lake. Sasa kwa naomba barabara ipite kwenye eneo hilo kwa ajili ya kupeleka vifaa kwenye eneo ambalo serikali imetoa fedha kwa ajili ya kujenga shule. Sasa yule mwananchi hakuwa tayari wakati huo. Kufuatia hoja hizo, kwa upande wake Kamishna wa Tume ya Haki za Binadamu na Utawala Bora nchini Dr. Thomas Masanja amekuwa na haya ya kusema mbele ya wananchi hao. Wazazi, mke, tuheshimiane. Nadhani tukiheshimiana tutafika swala la kupigana. Lakini kama imefikia huko, nimesema hapa kuna dawati la jinsia. Ile dawati la jinsia linapatikana liko polisi. Kama unadhani umeonewa, umefanywa ukatili, unakwenda pale, halina cha mwanaume wala mwanamke. Tume ya Haki za Binadamu na Utawala Bora imeendelea na kampeni ya kutoa elimu hiyo katika maeneo mbalimbali wilayani Makete, ikiwemo gereza la wafungwa la wilaya ya Makete, chuo cha walimu Tandala Ikonda, shule ya sekondari Iwawa na kwa watendaji wote wa kata wilayani humo. Ripoti kutoka wilayani Makete mkoani Njombe, mimi naitwa Michael Patrick wa Channel 10. Mtazamaji, mila na desturi zimeweza kuwa chanzo kikuu cha migogoro ya ardhi katika wilaya ya Karatu mkoani Arusha, hasa kwa wanawake waliokwisha olewa, ambapo imebainika kuwa katika jamii nyingi wilayani humo bado inaaminika kuwa mwanamke aliolewa hana haki ya kurithi au kumiliki ardhi kutoka kwao. Jamila Omar ameenda taarifa ifuatayo. Licha ya sheria za ardhi nchini kutambua haki sawa kwa kila Mtanzania bila kujali jinsia, mila zisitumike kumnyima haki hii ya msingi mwanamke, ambapo Veronica Damai ni mmoja wa wanawake waliokumbwa na changamoto hiyo, lakini kwa miaka zaidi ya 10 hakuwa na njia ya kufika nyumbani kwake. Tulibadilishana eneo iwe sawa kwa sawa mwaka wa 2015. Kwa hiyo leo ndio tulipokuja ofisini, ndio leo wametuamulia tumalize
yani tumeongezewa sehemu. Mmiliki wa ardhi ya jirani Pamphile Vincent ndiye aliyemzuia, na mgogoro wao ulikuwa sugu kwa muda mrefu. Anaishukuru timu ya msaada wa kisheria ya Mama Samia kwa kumaliza mgogoro huo. Kampeni hii iendelee, iwafikie zaidi vijijini, sio mijini tu, kwa sababu kero kama hizi ndogo ndogo ambazo hazijafika mahakamani haziko huku kwenye majengo haya ya serikali. Vijijini kule hali ni mbaya, kuna watu hawezi hata kuja ofisini kwenu kujieleza kama hivi. Kampeni ya msaada wa kisheria ya Mama Samia iliyopo wilayani Karatu kwa takriban siku 10 ikiongozwa na Dr. Baraka Mkami, ambayo imelenga kuondoa migogoro kama hii kwa njia ya mazungumzo na maandiko ya kisheria, inasisitiza kuwa maandiko rasmi ya makabidhiano ya ardhi ni muhimu ili kuepuka migogoro ya baadaye. Tumeshuhudia ni mengi sana kugeukana, inasababisha migogoro katika halmashauri hii ya Karatu. Kila kinachofanyika hasa katika umilikaji wa ardhi, mtu akipewa basi kuwe na maandishi ambayo yanathibitisha upewaji wa ardhi hiyo, ili kuepusha hii changamoto ya kugeukana, na wafanye maandishi mbele ya wataalamu ambao wataandika mikataba vizuri, ili baadaye mtu kama amepewa umiliki wake usiweze kuathirika tena. Kampeni hii imekuwa msaada mkubwa kwa wakazi wengi wa wilaya Karatu wanaokumbwa na migogoro ya ardhi ndani ya familia zao, kati ya ndugu kwa ndugu, babu na mjukuu, baba na watoto na kadhalika. Jamila Omar, Channel 10, Karatu. Mamlaka nchini Ukraine zinasema watu wasiopungua 18 wakiwemo watoto 9 wameuawa katika shambulio la kombora la Russia kwenye eneo la makazi katika mji wa Kryvyi uliopo katikati ya nchi hiyo. Kwa mujibu wa mamlaka za Ukraine, shambulizi hilo ni miongoni mwa mashambulizi mabaya zaidi kutekelezwa katika ardhi ya Ukraine tangu Russia itangaze kuanza operesheni yake ya kijeshi Februari mwaka 2022. Shambulio hilo katika mji aliozaliwa rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky imefanyika wakati rais wa Marekani Donald Trump anasukuma mbele mpango wa kusitisha vita hiyo, na linatajwa kuwa limeharibu majengo ya makazi na kusababisha moto. Gavana wa mkoa wa Dnipropetrovsk Serhiy Lyask aliandika katika mtandao wa Telegram kuwa miili ya waliouawa na majeruhi ilionekana ikiwa imetapakaa barabarani, wakiwemo na watoto. Taasisi za kutoa huduma za dharura nchini humo zinasema watu wasiopungua 50 walijeruhiwa na kuongeza kwa idadi hiyo inaendelea kuongezeka. Serikali imeanza kutekeleza mpango wa matumizi bora ya ardhi katika vijiji 16 vya halmashauri ya wilaya ya Mtwara mkoani Mtwara vinavyopitiwa na bomba la gesi, ambapo unalenga kuwezesha wananchi kupanga maeneo kulingana na matumizi yao, kuepusha migogoro ya ardhi pamoja na kuwapatia hati miliki siku za baadaye. Adam Malima kutoka mkoani Mtwara anayo taarifa zaidi. Wilaya ya Mtwara imebarikiwa kuwa na utajiri wa gesi asilia. Utajiri huu unatoa fursa ya uwekezaji wa miradi mbalimbali ndani ya wilaya hii. Kuwepo kwa fursa hii kunafanya matumizi ya ardhi kuongezeka, na kwamba bila kuwepo kwa mpango wa matumizi bora ya ardhi kunaweza kusababisha migogoro kwa wananchi. Katika kutambua hilo, serikali imekuja na mpango wa kuwezesha wananchi katika vijiji 16 ndani ya wilaya hii kuwa na mpango wa matumizi bora ya ardhi. Masuala yale ya migogoro, ukinzani hapa na pale unakuwa umekwisha. Lakini pia lengo kuu ni kuwezesha wananchi sasa. Ukishaandaa mpango wa matumizi ya ardhi, basi mwananchi mmoja mmoja anaweza kupimiwa eneo lake na kupata hati miliki za kimila. Na sote tunafahamu faida kubwa za kuwa na hati. Inakupa sifa ya kuweza kukopa kwenye taasisi za fedha, inakupa sifa hata kuweka rehani kama labda una kesi benki, una kesi mahakamani, lakini pia unakuwa na uhalali au ulinzi uliotoshelevu kwenye eneo lako. Unakuwa wewe ni mtu rasmi, unatambulika kisheria kwamba mimi namiliki eneo langu liko mahala fulani kwa hati hii hapa. Mpango huu unawezesha wananchi kuunda kamati ya mipango ya matumizi bora ya ardhi, baraza la ardhi litakalosuluhisha migogoro ya ardhi, na kamati ya usimamizi wa rasilimali na matumizi ya ardhi, kamati ambazo zinaundwa na wananchi wenyewe. Wananchi katika kijiji cha Changalawe wanaeleza kwamba mpango huu utasaidia kuondoa migogoro ya ardhi iliyokuwepo, lakini pia kujiandaa na fursa za uwekezaji. Sisi tutashirikiana na wataalamu, na kuanzia hapa imani yangu tutakuwa na matumizi mazuri zaidi ya ardhi, kwa maana tutasaidiwa. Tuna shida ya mipaka, imani yangu tutakuja kukaa vizuri na ili zoezi tutalimaliza. Tunajua kijiji chetu, tukijua kwamba hii ni mwisho wa mpaka wetu,
basi tutatenga sehemu kwamba hapa tujenge shule, hapa tujenge sehemu ya kucheza na watoto wetu, hapa tuandae shamba kulima ili watoto wetu wanapata kula kuhusu shule. Nafurahi sana na ninapenda fursa hii ambayo imepatikana katika ndani ya kijiji chetu. Ndio mwanzo wa maendeleo ya kijiji cha Changalawe, panapo majaliwa Mwenyezi Mungu akitupa uzima inshallah. Kutoka mkoani Mtwara, Damalima cha Ndeleteni Plus. Wakati msimu wa mvua za masika ukiendelea kuleta hofu kwa baadhi ya wananchi waishio kando ya miji, huku wakiwa na hofu maeneo yao ya makazi kuingiwa na maji, hali ni tofauti kwa Salum Swedi Saidi, dereva wa bodaboda. Ameitumia mvua kama ni njia ya kukuza kipato. Tupate taarifa zaidi. Hapa ni Michenzani, bila shaka ni katikati ya jiji la Zanzibar. Leo hii hali sivyo kama ilivyozoeleka. Hii ni kutokana na mvua iliyoanza kunyesha majira usiku wa kuamkia leo hii. Ni hali ya utulivu ikishuhudiwa katika maeneo mbalimbali ya mji huu kutokana na mvua zinazoendelea kunyesha kwa sasa, ikiwa ni kipindi cha mvua za msimu wa masika. Ni katikati ya jiji la Zanzibar. Mvua imepunguza na kukatisha baadhi ya mizunguko katika eneo hilo. Wafanyabiashara wakiwemo wenye usafiri wa bodaboda wanasema hii kwao ni fursa. Salum Swedi Saidi ni dereva bodaboda. Siku hii kwake ni siku muhimu ya kujitafutia riziki. Kwa mimi mvua ni keri. Kwa mimi kutokana kwa kazi yangu mimi ninaponyesha mvua ndio ninapopata kufanya kazi vizuri na mambo ndio yanaenda vizuri, lakini kwa wengine ndio kinyesha mvua wao na wakera. Kwa mimi dereva bodaboda pakome ni keri mvua. Hakika wahenga walisema janga lako ni furaha kwa rafiki yako. Nafurahia mimi kinyesha mvua ndio natoka, hata kama nipo nyumbani nimelala naamka na kuja kufanya kazi, najua ndio muda wa kufanya kazi. Kwa mimi kinyesha ndio vizuri kwangu. Ndio maana nimenunua kifaa cha mvua, mwavuli, ndio nazidi kufanya kazi vizuri, na pia madereva wengi wanakuwa wanapungua kufanya kazi. Kwa na mwavuli nafanya biashara vizuri. Ambaye hana mwavuli kwake ni makero tu, sababu hawezi kupakia abiria hata siku moja. Abiria wote watamkimbia, wataenda kwenye mwavuli. Kusema ukweli kwake yeye, kwa sababu hana mwavuli, kwake yeye itakuwa vizuri kutokana ana kijifichio. Baadhi ya wafanyabiashara magodoro na wafanyabiashara za mikononi katika kituo cha Kijangwani wanasema ujio wa wateja kutokana na mvua si wa kuridhisha. Mpaka sasa hivi namshukuru Mwenyezi Mungu, biashara zinakwenda vizuri kwa sababu zinakuja mvua, lakini sio mvua za moja kwa moja, zinakatisha. Kwa hiyo namshukuru Mwenyezi Mungu, tunapata riziki zetu. Kwa hiyo biashara zinakwenda vizuri. Wakati wa msimu za mvua za masika zikiendelea, miito imetolewa hasa kwa wale wanaoishi kando kando na mji kuwa na tahadhari na wale wanaishi mabondeni kuhama maeneo hayo. Nikiripoti kutoka Zanzibar, Juma Kasim wa Channel 10. Na mtazamaji, tukiwa bado tunaangazia taarifa ya habari kutoka hapa Channel 10 Plus, na sasa tuangazie huko nchini Nigeria, ambapo Nigeria imepokea zaidi ya chanjo milioni 1.2 ili kudhibiti mlipuko wa ugonjwa wa homa ya uti wa mgongo ambao umewaua watu kadhaa na kuathiri mamia ya wengine. Katika taarifa yake, UNICEF imesema kuwa mlipuko huo tayari umewaua zaidi ya watu 70 na kuambukiza zaidi ya wengine 800 katika majimbo 23 kati ya 36 ya nchi hiyo. Waziri wa afya wa Nigeria, Muhammad Ali Pata, amesema kuwasili kwa dozi za chanjo hiyo ya Men5CV ni hatua muhimu katika kampeni ya nchi hiyo kupambana na mlipuko huo. Nigeria ni taifa lenye wakazi milioni 220 na mojawapo ya nchi 26 za bara Afrika zinazokabiliwa na hatari kubwa maambukizo ya ugonjwa wa homa ya uti wa mgongo katika eneo linalojulikana kama ukanda wa Afrika wa ugonjwa huo unaoanzia Senegal katika eneo la magharibi hadi Ethiopia katika eneo la mashariki. Huko mkoani Geita, wafanyabiashara wa nyanya katika soko la Nyankumbu manispaa ya Geita mkoani Geita wamefurahishwa na kupanda kwa bei ya zao hilo kutoka shilingi 10,000 kwenye tenga hadi 40,000. Taarifa na Mrisho Sadek. Wakizungumzia hali hiyo, baadhi ya wafanyabiashara katika soko hilo wamesema kupanda kwa bei hiyo kunatokana na uhitaji kuwa mkubwa ndani na nje ya wilaya hiyo, pamoja na kupanda kwa bei ya pembejeo za kilimo cha zao hilo. Ndani ya mwaka huu, mwanzoni mwa mwaka tuliuza mpaka shilingi 10,000, ilishuka mpaka 10,780, lakini kwa sasa angarau kidogo afadhali. Sasa hivi nyanya imepanda kidogo, unaweza ukachukulia tenga kwa shilingi 40,000.
Sasa hizi nyanya inaweza kupatikana kwa bei ya 35 tenga mpaka 40. Kupanda kwa nyanya katika soko la Nyankumbu, faida imekuwa ipo kwa wafanyabiashara kwa maana ya bidhaa imekuwa chache. Wahitaji wamekuwa wengi kwa maana ya pia mzunguko ulikuwa ni mzuri. Mwenyekiti wa soko hilo ameshauri mipaka iendelee kufunguliwa ili waendelee kunufaika na biashara hiyo ambayo hapo awali ilikuwa haina faida kwao. Maana wakulima wanateseka sana. Dawa ni bei kubwa ya kumwagilia nyanya, lakini wakiivisha mauzo yao ni madogo. Mipaka waiachie nyanya siende, tutakuwa tunagawana nao hivyo hivyo ili mkulima wa kimo cha chini anufaike naye. Kutoka Geita, mimi ni Mrisho Sadik. Serikali imeelekeza mamlaka ya udhibiti na nafaka na mazao mchanganyiko COPRA kwa kushirikiana na wadau wa zao la parachichi kuanza kuainisha viwango vya ubora wa parachichi vitakavyowezesha bei elekezi kulingana na viwango hivyo kutolewa ili kuwanufaisha wakulima tofauti na hali ilivyo sasa ambapo wanunuzi hujipangia bei. Taarifa zaidi na Amani Bando inatueleza zaidi. Ni katika mkutano wa kwanza wa kitaifa wa wadau wa parachichi ambao umewakutanisha wazalishaji wa miche, wanunuzi, wenye viwanda na wakulima kutoka mikoa ya Songwe, Mbeya, Njombe, Iringa na Kagera, ambapo changamoto zinazowakabili wakulima hususan masoko zinaainishwa. Kwamba sisi wakulima wakati wa msimu wa kuvuna unapofika, kila mmoja anaangalia nani amefikia kwa bei gani ndio auze. Lakini tukiwa na sura ya masoko itatutengenezea mazingira ya udhibiti wa bei. Hatuoni sababu kwa nini magari yanayosafirisha makontena ya parachichi yasimamishwe na matrafiki kila kwenye vikwazo. Tunataka posti zote parachichi kisha kuwa packed iwe na kibali cha kwenda moja kwa moja mpaka inafika kwenye export port. Sasa hivi anayepanga bei Njombe sio serikali, sio mwana Njombe. Anayetupangia bei ni mtu wa nje. Leo anaamka anasema maparachichi shilingi 1800. Kesho kutwa anaamka anasema parachichi shilingi 1200. Kwa hiyo watu wa nje ndio wanao tupangia. Kutokana na hali hiyo, Waziri wa Kilimo Hussein Bashe akatoa maelekezo kwa COPRA kwa kushirikiana na wadau kuanza kuainisha viwango vya ubora wa parachichi ili bei elekezi itolewe. COPRA atatoa grading na zitawahusisheni wote wadau kwenye kudefine grading, na tutakuwa tunatangaza bei elekezi ya kila daraja kama nchi. This is very important. Tunatangaza madaraja kwenye mazao yote na internationally inafanyika. Tuacheni kutumia neno reject because there is no reject as far as tunalitumia. Kwa sasa Tanzania ni nchi ya pili kwa uzalishaji wa parachichi barani Afrika, huku ikiwa na masoko kwenye nchi za Ulaya na Asia yanayoliingizia taifa fedha za kigeni zaidi ya dola milioni 70 kwa mwaka. Mwaka 2030 mpaka 35 tunategemea tuweze kuwa tumeongeza thamani au tumeongeza uuzaji mara 5 kutoka hapa mpaka tunavyofikia ile vision ya mpya, Vision 2050, kuhakikisha kwamba tunakuwa tunajikita kwenye ongezeko la thamani. Mpaka sasa Tanzania tayari tuna viwanda 4 vikubwa ambavyo vimeanza kutengeneza bidhaa mbalimbali za parachichi. Zao la parachichi ni sehemu ya sekta ya mazao ya mboga, matunda, viungo, mimea, dawa na maua, yani horticulture, ambapo Wizara ya Kilimo imeweka lengo la mauzo ya nje yanayofikia dola za Kimarekani bilioni 2 kwa mwaka ifikapo mwaka 2030 kutoka kiasi cha dola milioni 569 za sasa. Amani Mbando, Channel 10, Dodoma. Amani Mbando kutoka huko Dodoma, na ndivyo natupa saa kwenda kuungana na Winga Teleza. Witness Ngalawa katika upande wa michezo na burudani. Mimi ni Lulu Ali na hii ni Channel 10 Plus. Salia nasi. Namna hivyo mwana michezo, ni wasaa wetu kwenda kujidunda viwanjani kujuzana mambo mbalimbali ya kimichezo yaliyojiri na endelea kujiri kunako viunga mbalimbali iwe ndani ama nje ya mipaka ya Tanzania, ukiwa nami mwana michezo wako Witness Ngalawa ama waweza kunita Winga Teleza. Na moja kwa moja
Taarifa yangu inaanzia mkoani Mbeya ambapo mashabiki wa Mbeya City wametoa maoni yao baada ya kupangiwa mechi ya Simba kwenye hatua ya robo finali kwenye michuano ya CRDB Bank Federation Cup, huko wakitamba kuichakaza timu hiyo ya Simba. Mashabiki hao wametoa maoni hayo baada ya zoezi la upangaji wa draw ya hatua ya 8 bora kukamilika, ambapo timu yao ya Mbeya City itapiga ugenini dhidi ya Simba katika uwanja wa KMC Complex Mwenge jijini Dar es Salaam, wengi wao wakitamani mchezo huo ungepigwa katika uwanja wa kumbukumbu ya Sokoine jijini Mbeya. Tamani kitu kimoja ambacho TFF wangetusaidia kutuletea timu Mbeya, mechi hiyo Mbeya, sio wanatupelekea Dar es Salaam. Sisi huku hizo timu za huko kila siku wanaziona, tungetamani na sisi tuzione huku kwenye mkoa wetu. Kama sasa hivi tumeziona sawa, kuna Ken God, kuna Prison, lakini kwenye Mbeya City kuna ule ushindani wa Simba na Mbeya City ambao unatokea kwenye kiwanja cha Sokoine. Sidhani kama utatokea kwenye uwanja wa Dar es Salaam ambao ni uwanja wa KMC pale. Tulikuwa tunataka Simba aje kwenye uwanja wetu wa Sokoine, ili kama tunacheza mpira wa fair tuwe tumevuna chochote ambacho kingetusaidia sisi kwenye mwendo wetu tunaokwenda kutafuta kwenda kupambana ligi kuu. Lakini kwa sababu ameamua kutuita Dar es Salaam, maana yake akubali yeye ndiye anaenda kutoka, sisi tunaenda kupita, tunaenda nusu finali sisi. Tumeipokea vizuri hiyo draw ya kukutana Mbeya City na Simba, lakini sikitika kidogo kwamba hii draw inachezeshwa sometime haiko fair, kwa sababu mimi nimetangulia kufuzu kwenda robo finali, Simba amemalizia. Nilitegemea kwamba hata draw ya Simba na Mbeya City ilivyochezeshwa. Kuelekea mchezo wa ligi kuu soka Tanzania bara baina ya Dodoma Jiji na Ken God, makocha wa timu hizo zote mbili wametambiana, huku kila mmoja akijihakikishia ushindi wa alama 3. Leonard Mwacha anatujuza. Ni mchezo namba 192 walimazabibu Dodoma Jiji FC wakiwakaribisha Ken Gold kutoka jijini Mbeya. Kocha wa Dodoma Jiji, Meck Maxime, amesema michezo ilibaki ni migumu, ila wanajiandaa vema kumvaa mpinzani wake, huku nahodha wa timu hiyo Agustino. Ni mchezo namba 192 walimazabibu Dodoma Jiji FC wakiwakaribisha Ken Gold kutoka jijini Mbeya. Kocha wa Dodoma Jiji, Meck Maxime, amesema michezo ilibaki ni migumu, ila wanajiandaa vema kumvaa mpinzani wake, huku nahodha wa timu hiyo Agustino Msata akiwaahidi raha mashabiki wa Dodoma Jiji. Kwa upande wake kocha wa Ken Gold Omar Kapilima amesema iliyopita si ndwele, kwa sasa anafanya masahihisho kupata ushindi, huku mchezaji wa timu hiyo Ernest Morrison akikumbuka maumivu ya kipigo kutoka kwa Azam FC na kuonyesha umuhimu wa alama 3 ili waweze kusalia katika ligi. Kutoka Dodoma, Leonard Mwacha, Channel 10. Klabu ya soka ya Simba kupitia msemaji wa Ahmed Hale ameendelea na hamasa kuelekea katika mchezo wa mkondo wa pili wa robo finali kwenye kombe la shirikisho dhidi ya Al Masry baada ya kupoteza kwa mabao 2-0 katika uwanja wa Suez Stadium huko nchini Misri, ambapo marudiano yanatarajiwa kuchezwa tarehe 9 Aprili katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Kuelekea mchezo huo, watu mbalimbali wameendelea kualikwa, akiwemo mtumishi wa Mungu Mtume Mwamposa maarufu kama Bulldozer kwenye mechi ya
marudiano dhidi ya Al Masry ya huko Misri. Safari hii tumedhamiria ubaya ubwela, na tunapiga kila engo, na tunakusanya kila nguvu, na tunamwalika kila mtu mwenye mchango mkubwa kwenye jamii hii ili mnyama aweze kuvuka na kwenda hatua ya nusu fainali. Wachawi wengi ndugu zangu, wabaya watu, msifikiri tunakwama tu kwa bahati mbaya, na watu wamekunja nafsi kweli kweli. Sasa lazima tualike nyuklia za kila namna kuhakikisha kwamba mnyama anafuzu na anakwenda nusu fainali siku ya tarehe 9. Kwa mantiki hiyo basi, niko hapa Ngurume Radi kumtangaza mgeni wetu mwingine maalum ambaye atahudhuria mchezo wetu wa tarehe 9, naye si mwingine ni Mtume Boniface Mwamposa. Tuache mtu safari hii, tuhakikishe kwamba mnyama anakwenda nusu fainali. Kwa heshima na taadhima kutoka Simba Sports Club, tunakualika Mtume Boniface Mwamposa. Mnyama anakwenda nusu fainali, na ndivyo ambavyo taarifa hiyo inaniwekea utuo upande wa habari za michezo kitaifa. Na sasa ni ule wasaa wa kimataifa. Kimataifa moja kwa moja anaanza na tetesi kumhusu mshambuliaji wa Manchester United na timu ya taifa ya England Marcus Rashford, ambaye mwenye umri wa miaka 27 ameambiwa kuwa hakubali kupunguza mshahara wake ikiwa atataka kusaini mkataba wa kudumu wa kuendelea kuitumikia Aston Villa aliyojiunga nayo kwa mkopo katika dirisha lililopita la majira ya baridi. Rashford kwa sasa ni mmoja kati ya wachezaji wanaolipwa pesa nyingi zaidi katika ligi kuu England, akilipwa mshahara wa pauni 300,000 kwa wiki, kiasi ambacho Aston Villa imemwambia kuwa haiwezi kumlipa. Tangu alipojiunga na timu hiyo, Rashford ameonekana kuwa katika kiwango bora, akicheza mechi 11 ambapo ameifungia mabao 3 na kutoa assist 4. Mkataba wake wa sasa na Manchester United unatarajiwa kumalizika mwaka 2028. Namna hivyo naenda kuhitimisha na zile ambazo zinabamba upande wa mtandaoni. Mtandaoni inatoka nchini Bulgaria, ambapo chama cha soka nchini humo kimemsimamisha kazi afisa wa VAR baada ya picha kusambaa zikimwonyesha akitengeneza mkeka kabla ya mechi kati ya CSKA Sofia na Lokomotiv Plovdiv Sofia, mchezo ambao ulichezwa Aprili 2 mwaka huu. Afisa huyo yupo chini ya uchunguzi, na akibainika na hatia anaweza kufukuzwa kazi na kuchukuliwa hatua nyingine kwa mujibu wa kanuni za michezo. Katika mchezo huo CSKA Sofia walishinda goli 1-0, lakini haijulikani kama mkeka wa afisa huyo ulikuwaje. Huenda timu ambayo alibetia iliweza kushinda au la. Yote kwa yote tunaacha kama ilivyo, na ndivyo ambavyo na tamatisha yale yote ya dawati la michezo na burudani kwa siku nzima leo. Kumbuka mimi ni Winga Teleza Witness Ngalawa. Turejeshe kwake Lolo Ali aweze kutamatisha habari yetu ya kutwa nzima ya leo.
Namna hiyo mtazamaji, Wenga Taeleza Witness Ngalawa anatuacha katika upande wa michezo na burudani. Kukumbusha katika habari ya kutwa nzima ya leo ulikuwa nami Lulu Hali. Kushukuru sana mtazamaji kwa kuendelea kutazama Channel Plus na kuchagua kama kituo chako bora kabisa. Endelea kutufuatilia katika page zetu za Instagram, Facebook, bila kusahau na YouTube channel kama Plus Digital. Subscribe, share bila kusahau na kucomment. Kwa wakati mwingine, alamsik.